Nazungumza haya mpaka mwili unanisisimka. Aliniambia wizara inoundwa na wewe utakuwemo. Hakusema nafasi gani. Tokea kule haikuwa ishu ya umeme wala ishu ya disaster recovery site. Sasa naomba nimpe nafasi Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Mohamed Sijamini wa wizara hiyo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuniona na mimi kunipa nafasi kuchangia katika wizara yangu hii, Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Awali ya yote, kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa neema ya uhai na afya. Lakini pili, nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kukishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa kuniteua kuwa mgombea, na baadaye pia nichukue nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa niwapongeze na kuwashukuru wananchi wa jimbo la Kwahani kwa kunipigia kura nyingi na kunipa kibali cha kuja katika baraza la wawakilishi na kuwatumikia. Tatu, nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuniamini, kwa kuniteua kuwa naibu waziri katika wizara hii mpya ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu. Lakini kipekee nimshukuru kiongozi wetu wa shughuli za serikali ndani ya baraza hili ambaye pia ni mlezi wangu, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, kwa ulezi wako na kushukuru sana makamu wa pili. Kwa kweli sisi wengine ndo kwanza wapya, wanatuita Gen Z, kwa hiyo pole pia kwa ulezi. Mheshimiwa Naibu Spika, nisipomshukuru waziri wangu Mheshimiwa Mudrik nitakuwa sijamtendea haki. Kwa kweli nafanya kazi kwa amani sana, najisikia niko nyumbani, ni familia. Kwa hiyo hii kazi imekuwa ni nyepesi kwa sababu upendo ni mkubwa sana. Nazungumza haya mpaka mwili unanisisimka. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile kwa kuwa leo ni siku yetu ya budget, nichukue nafasi hii kuwashukuru watendaji wa Wizara ya Mawasiliano, Teknolojia ya Habari na Ubunifu wakiongozwa na Katibu Mkuu Madam Fatma. Nina bahati Mheshimiwa Naibu Spika na Madam Fatma nimefanya naye kazi kutoka Wizara ya Biashara. Kwa hiyo nilipokuja huku na yeye Mheshimiwa Rais tena kamleta huku. Kwa hiyo bila shaka ana kitu maalum. Kwa hiyo tunakushukuru sana Katibu Mkuu Madam Fatma. Naibu Katibu Mkuu naye pia Madam Hawa, nilipokuwa Wizara ya Biashara yeye alikuwa BLRC, akatangulia huku kama Naibu Katibu Mkuu, na yeye aliniambia wizara inoundwa na wewe utakuwemo. Hakusema nafasi gani, kwa hiyo sijui alinusa. Kwa hiyo pia, lakini kipekee wakurugenzi, watendaji wote nawashukuru sana kwa kweli. Nawaombea dua Mwenyezi Mungu azidi kutubariki na kutufanyia wepesi katika. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nichukue nafasi hii kusema tu kwamba michango waliochangia wajumbe karibu ya wote, nilikuwa namtania hapa mwenzangu Mheshimiwa Jaku kamaliza michango ya watu wote, yaani waliofuatia wote walikuwa wanapiga mswaki, kwa maana walikuwa wanapita mle, kwa sababu changamoto za wizara yetu, na hiyo ndo sababu ya kuundwa hii wizara, kwamba internet inajulikana ni hali, kuna sehemu nyingine haipatikani, minara mawasiliano, kuna masuala ya mifumo kutosemana kwa maana interoperability, kwa maana pia kuna masuala ya payment gateway, yani kwa maana mtu hawezi kwenda sehemu akapewa bili hapo hapo akalipa hapo hapo, lazima aende benki, jambo ambalo Mheshimiwa Rais sote tumemsikia katika kauli yake mwenyewe, anasema hii inapelekea mapato pia kukosekana, yani kupungua, kuvuja. Kwa hiyo hii wizara inaenda kufanya hiyo
digital revolution, na ambayo ndio itaenda sasa, kama walivyochangia wachangiaji wengi, kwamba ni kweli wizara hii ndio itakayokwenda kuleta mapinduzi makubwa ya kiuchumi na kimaendeleo, kwa sababu unapokuja kuleta international gateway, kwa maana mkonga wa kimataifa, hata juzi tu nilielezea kwamba huu ndo unaenda kufanya hiyo internet kuwa ni cheap, kwa maana rahisi, affordable and reliable. Kwa hiyo internet tunaenda kupigia mbwa baada tu, kama alivyosema Mheshimiwa Waziri katika hotuba yake, amesoma kwamba tunaenda katika huo mradi wa kuwa na international gateway. Hii inaenda kufanya mapinduzi. Kwa hiyo internet, tulieni, internet ya Bwerere inafuata, na masuala ya mitandao ya simu nayo vile vile tunakwenda kuleta hayo mageuzi. Lakini pia masuala ya data center, DRS, kuna mchangiaji ndugu yangu Abdul Khani, mwakilishi wa jimbo la Malindi, juzi aliniuliza ili swala kuhusiana na DRS, disaster recovery sites, kwamba ZICTIA labda hakuna disaster recovery sites, kitaalamu inatakiwa iwe kuna masafa, na tulimjibu ni kweli masafa, lakini kilichotokea kule haikuwa issue ya umeme wala issue ya disaster recovery sites, lakini issue ilikuwa ni kwamba ule mfumo wa BPRA ulikuwa umekuwa owned na vendor. Kwa hiyo jambo lile tukasema maazimio yetu sasa hivi, na hata katika michango ya baadhi ya wachangiaji, kwamba tumejipanga wizara kwamba, na Mheshimiwa Waziri atatoa ufafanuzi zaidi, kwamba huku tunakokwenda tunaenda kuhakikisha mifumo tunai-own wenyewe 100%, hakuna vendor. Kwa hiyo hayo ndio mabadiliko ambayo tunaenda kuyafanya, lakini wahakikishie tu mifumo, pamoja na kwamba mengine kuna vendor, lakini kwenye usalama ni 100%, wala hakuna shida yoyote. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nakushukuru sana, nilisema tu niweze kuchangia kwa hayo. Asante sana. Naunga mkono hoja 100%. Asante sana, nami nakushukuru Mheshimiwa Mohamed Jamini, Mheshimiwa Naibu Waziri.